Bima Pub, urahisi wa maisha. Inasomeka kwamba alisema kwenye ile bilioni 1.6 ya kubomoa maduka ama stendi, anasema kwa ajili ya kwenda kubomoa eneo la stendi ndogo, eneo ambalo linaingiza mapato halmashauri shilingi milioni 800 kwa mwezi. Katika taarifa uliotusomea ukurasa wa 17, Mheshimiwa Waziri, wa hii nilionayo, sijui kama na wewe ni ukurasa wa 117, unasema ujenzi huu utaleta mapinduzi ya kiuchumi kwa kuongeza mapato kutoka wastani wa shilingi milioni 850 kwa mwaka hadi takriban shilingi bilioni 1.9 kwa mwaka. Hii milioni 850 ni kwa mwezi, ambayo itakuwa inashabihiana na ya Mheshimiwa Gambo ya 800, au hii ya kwako ni kwa mwaka, lakini yeye alisema kwa mwezi. Nataka tu kujua hapo ni 800 kwa mwezi au 800 kwa mwaka. Mheshimiwa Waziri. Mheshimiwa Spika, kauli yangu ndio kauli halisi, na kwa kuwa Mheshimiwa mbunge yeye ameonyesha kwamba kuna milioni 850 kwa mwezi, pengine anaweza kuwa na ushahidi kwa hili. Sawa, mimi nataka tu hili eneo ili taarifa zetu zikae sawa sawa. Mheshimiwa Gambo, ni milioni 800 kwa mwaka, kwamba ulimi uliteleza ulivyosema kwa mwezi, au ni milioni 800 kwa mwezi? Siku nilitamka kwa mwezi. Ulitamka kwa mwezi, lakini sasa kwa taarifa aliyoitoa Mheshimiwa Waziri, na wewe unakubali kwamba ni kwa mwaka, au bado unasimamia ni kwa mwezi sio kwa mwaka? Sasa Mheshimiwa Spika, pale kuna vibanda zaidi ya 300, karibia 400, na kila kibanda kinalipa zaidi ya 200,000 kwa mwezi. Haya, hebu tufanye hiyo hesabu. Jamani, tufanye faster. Vibanda vingapi Mheshimiwa Gambo? Vinavyokadiriwa kufikia afanya tu kadirio tutajua. 360 mpaka 400. Aya, fanya 360 mara 200,000 ni ngapi? Vibanda 400 ni milioni 80. Mheshimiwa wa Momba, mtaalamu wa hesabu. Nimeweka maximum yake, amesema milioni vibanda 400. Ukiweka 400 mara 200,000 ni milioni 80. Milioni 80 na sio milioni 800. Inafika milioni 80. Inakuwa milioni 80. Ukiweka vibanda 360 mara 200,000 ni milioni 72. Haya, Mheshimiwa Gambo. Manake sasa ni kwa mwaka. Ukiangalia kwa makadirio ya 200,000 mpaka 200,000. Sawa, kwa hivyo wewe ulisema milioni 800 kwa mwezi. Sasa tunachukua taarifa ya Mheshimiwa Waziri kwamba ni kwa mwaka. Ni sawa sawa? Mheshimiwa Spika, naona umesimama. Mheshimiwa Spika, kwa mwezi ni milioni 74 kwa mujibu wa taarifa ya mapato ya mkurugenzi wa jiji la Arusha. Sawa, asante sana. Waheshimiwa wabunge, nilikuwa hapa, Mheshimiwa Gambo alipata nafasi ya kuchangia kwenye makadirio ya mapato na matumizi ofisi ya Rais TAMISEMI. Akatoa takwimu nyingi hapa. Sehemu ya hizo takwimu ndo hizi ambazo Mheshimiwa Waziri amezieleza hapa kwa kirefu. Na pia jana nimeletewa Hansard wakati tuko kwenye kamati ya matumizi, yakatajwa hapo mabilioni tena. Sasa kwa taarifa hii ya Mheshimiwa Waziri ilivyoeleza, mtagundua kwa nini ilikuwa ni muhimu kutoa huu muda, ili taarifa zetu rasmi za bunge zikae sawa sawa. Kwa sababu zinapotolewa tuhuma nzito kama hizo, lazima haziwezi tu kwenda kama hivi, kama mbunge amesema tu, hapana. Lazima tutilie maanani kwa sababu ni fedha za wananchi. Sasa Mheshimiwa Gambo, kwenye ule mchango wako ulieleza mambo kwa machungu sana, lakini sasa hii ndo taarifa ya Mheshimiwa Waziri. Na picha ambayo inajengeka kwa aina ya michango ikitolewa kwa sura hii, ni kama vile mbunge anasema, lakini kuna watu mahali hawasikii, hawasikilizi.
Sasa hii kidogo inakuwa haileti picha nzuri, hasa ikiwa na wewe ni sehemu ya vikao. Na kuwa sehemu ya vikao ni swala moja, kushiriki ni swala la pili. La tatu ni jukumu lako kushiriki vikao, Mheshimiwa Gambo. Kwa nini? Kwa sababu kwenye hii Hansard niliyoisoma hapa, kuna mahali Mheshimiwa Gambo unasema, Mheshimiwa Spika, mimi nilikuwa na siendi kwenye taarifa zote, maana na mimi nitakuwa narejea tena. Nasoma tu hapa ili waheshimiwa wabunge wapate picha, lakini pia wananchi waelewe. Mheshimiwa Spika, mimi nilikuwa na ushauri kwamba mapato ambayo yanapatikana kwenye majiji yetu, hasa haya makubwa, Arusha, Mbeya, Dar es Salaam na Mwanza, hebu kaeni na watu wa halmashauri wasipange budget traditionally. Wapange budget kulingana na changamoto za watu. Leo kule kuna shida ya vivuko. Leo kuna shida ya barabara. Mnakwenda, manake hawa ni watu wengine, mnakwenda kutenga fedha shilingi bilioni 1.6 jiji la Arusha eti kwa ajili ya kwenda kubomoa eneo la stendi ndogo, eneo ambalo linaingizia mapato halmashauri shilingi milioni 800 kwa mwezi. Leo mnakwenda kubomoa eti mjenge. Sasa haya maneno yanaashiria, yani wewe uko pembeni, ni watu wengine ndio wanafanya hii kazi. Sasa Mheshimiwa Gambo, maneno kama haya ni dhahiri, mimi huwa napitia huko kwenye mitandao. Hata mimi yale maamuzi niliyoyatoa nimesoma huko. Inaonekana kama kuna jambo hivi linafichwa linafanywa nini. Sasa tuhuma za namna hii hazipendezi ikiwa zinaelekezwa mahali ambapo hakuna uthibitisho. Milioni 800 zimetajwa kwa mwezi, kumbe ni kwa mwaka. Mabilioni haya yanayotajwa, kumbe taarifa zipo, ni mfumo wa NeST ulikosea vipimo ukaweka vipimo sawa sawa. Kwa hiyo lazima tuliweke sawa ili tusilete taharuki kwa wananchi. Na ikiwa litakuwepo jambo lingine la ziada sasa, maana jana ulizitaja hapa bilioni 7, kama hizo nazo bado unahoja nazo, mimi niko tayari kabisa, kwa sababu bunge hili haliwezi kuvumilia ubadhilifu mahali popote. Na ndio maana nilitoa nafasi wewe ukamaliza mchango, na pia nikatoa nafasi kwa Mheshimiwa Waziri, lakini wakati huo huo bunge hili haliwezi kuvumilia taarifa ambazo zinakuwa hazina ukweli. Kwa hivyo lazima kila jambo liwe linakaa sawa, kwa sababu hiki ni chombo cha wananchi na wananchi wanatutarajia sisi tufanye kazi kwa sura ambayo tunaleta tija, na ndio maana tunafanya yale maombi asubuhi. Kwa hiyo hata lile ulilokuwa umelisema jana, maana hukupata nafasi pa kulisemea, kama hayo mabilioni kuna mahali unaona yamepotelea, pia naweza kukupa nafasi, lakini ni vyema ukakaa pale na Mheshimiwa Waziri mwambie, hapa napo nahisi zimepotea, hebu nipe taarifa. Atakupa taarifa na hakika utaridhika kama ambavyo leo taarifa hii imekuja kwetu. Kwa hiyo waheshimiwa wabunge, sasa taarifa zetu rasmi za bunge zinakaa sawa sawa. Mwongozo wa Spika. Mheshimiwa Gambo, naona umesimama. Mheshimiwa Spika, kwa naomba niombe mwongozo wako, kwa sababu Mheshimiwa Waziri ametoa majibu na mimi nilitoa maelezo nikiomba uchunguzi ufanyike kutokana na tuhuma ambazo zilikuwepo. Sasa nilikuwa nadhani kuna mambo yamesemwa ambayo hayakusemwa sawa sawa. La kwanza, kuhusiana na jengo la utawala, Mheshimiwa Spika, nilijenga hoja mbili. Sawa. Sasa ili tuende sawa sawa, Mheshimiwa Gambo, umetumia neno hayakusemwa sawa sawa. Kwa hivyo ili tuende sawa sawa na kanuni zetu, katika hii taarifa aliyotoa Mheshimiwa Waziri, hicho unachotaka kunieleza sasa hivi ni kwamba waziri amesema taarifa isiyo ya kweli. Ndicho unachotaka kusema? Mheshimiwa Spika, kwa sababu amepewa nafasi ametoa taarifa, na mimi ningepewa nafasi nikatoa utetezi wangu, kwa sababu hili jambo lina maslahi mapana kwa jiji. Hapana, keti Mheshimiwa Gambo. Mheshimiwa Bunge, isije ikaonekana kwamba kuna upande mmoja umesikilizwa mwingine haujasikilizwa. Hapana. Na ndio maana nilitoa upande wa serikali usikilizwe, kwa sababu wewe ulishasikilizwa na Hansard niko nayo hapa mbele. Kwa hivyo wewe ulisikilizwa,
na bunge na wabunge wenzako. Sasa ilikuwa nafasi ya serikali kusikilizwa na bunge na wabunge wenzako. Ndicho kilichofanyika hapa. Na sasa umesimama, ndio maana nimekuuliza jambo moja. Sio kwa nia ya kukusikiliza wewe tena, maana vinginevyo itabidi nimpe na waziri nafasi tena. Sasa katika zile taratibu zetu za kusikiliza, hili bunge haliwezi kufanya hivyo, ndio maana tunafanya kazi kwenye kamati. Waziri alichokisema kwenye taarifa yake, umetumia neno ambalo halisemi kama ni uongo ama si sahihi, lakini umeweka hapo si sawa sawa. Nimeuliza ili sasa nichukue hatua kikanuni. Taarifa aliyotoa mheshimiwa waziri, kuna mahali amelidanganya bunge? Ili tuanzie hapo. Kwanza amesema hili jengo limeanza nikiwa mkuu wa mkoa. Hapo amesema uongo. Lilianza nikiwa mbunge. Kwa 2019 ulikuwa umeshaondoka? Ama halikuanza 2019? Lilianza 2021. Sawa. Waheshimiwa, kuna nyingine au ni hiyo tu? Bwana anataka nianze niende hapa, mnaniona nimeshika kanuni tayari. Kuna lingine Mheshimiwa Gambo kwenye taarifa ya waziri? Nyingine Mheshimiwa Spika, ni msingi wa hoja yangu. Hoja yangu ni ambao yeye amedanganya. Msingi wa hoja yako yeye kadanganya. Hajauelewa yani huo msingi. Nadhani kuna mahali nahitaji kufanya clarification ili nipate majibu vizuri zaidi. Sawa, waheshimiwa wabunge. Kama itakupendeza Mheshimiwa. Sawa, Mheshimiwa Mwenyekiti, kwenye Mheshimiwa Spika, kwenye ungeniruhusu hata sekunde 30 kwa sababu ni kitu kidogo tu Mheshimiwa Spika. Keti Mheshimiwa, kwa sababu nikikupa wewe nafasi lazima na yeye nimpe, na bunge humu ndani ndio maana huwa tunafanya kazi kwa kamati. Hatufanyi huu taratibu wa back and forth. Kwa hiyo keti. Waheshimiwa wabunge, jambo hili kwa sababu kama nilivyosema, mheshimiwa mbunge alipata nafasi ya kusikilizwa mchango wake na alisikilizwa mpaka mwisho. Nikatoa nafasi kwa serikali ili ilete taarifa bungeni. Imeleta taarifa serikali kupitia waziri na imesomwa hapa. Mheshimiwa Gambo, inaonekana kwenye ile taarifa iliyosomwa na serikali, yeye anasema waziri amedanganya kwenye taarifa yake. Kwa hivyo jambo hili, kwa sababu mimi sina uwezo sasa hapa wa kuanza kufuatilia kila mmoja, nalipeleka kwenye kamati yetu ya kudumu ya bunge ya maadili, kule wataenda kusikilizwa. Sawa. Kwa hivyo kamati yetu ya haki, maadili na madaraka ya bunge itaanza kazi mara moja, na leo ngoja niangalie vizuri. Leo ni tarehe ngapi jamani? Leo tarehe 23. Kazi hii ifanyike, wiki ijayo watapewa nafasi ya kuleta hiyo taarifa hapa bungeni. Na mnazijua kanuni zetu vizuri kwa sababu ndo tuko mwishoni sasa hivi. Kwa hiyo hamna mtu atakuwa hazijui hizi kanuni. Kwa hivyo kamati yetu itawasikiliza, alafu itakuja ituambie nani muongo hapa ndani, na kisha hatua zitachukuliwa baada ya hapo. Asante sana. Mwongozo Mheshimiwa Spika. Baada ya kusema hayo, Mheshimiwa Gambo, naona umesimama. Hii itakuwa ni mara ya mwisho kusimama. Sawa. Mheshimiwa Spika, mimi naona kama sijatendewa haki kwa sababu unalijua jina la kamati ile nilikokutuma. Ngoja, unalijua jina la kamati nilikokutuma linaitwaje? Naijua Mheshimiwa Spika. Na sibishani inaitwaje ile kamati? Ya maadili. Sibishani na wewe Mheshimiwa Spika. Maadili pekee, inaitwaje ile kamati? Maadili, haki. Sasa ukisema sijakutendea haki, kule ninako kupeleka ni ili ukafanywe nini Mheshimiwa Gambo? Sawa Mheshimiwa Spika. Nashukuru Mheshimiwa Spika. Kule ninako kupeleka ni ili ukafanywe nini? Si ili usikilizwe haya yote unayotaka nikusikilize mimi hapa ndani tukiwa watu wote tunakusikiliza. Bunge linafanya kazi kupitia kamati. Na wewe umepelekwa kwenye kamati. Ndiyo. Na hujapelekwa peke yako, umepelekwa wewe na uliyemtuhumu kwamba amesema uongo. Sasa hujatendewa haki na mimi ama hujatendewa haki na nani? Maana hamna hoja. No, sasa kipengele nilichosema amesema uongo ni kwamba kusema mimi nilikuwepo wakati nikiwa mkuu wa mkoa, wakati nilikuwa ni mbunge. Kwa mimi nilikuwa nafanya clarification, nilikuwa natoa tu clarification kwamba katika hicho kipengele cha kusema kwamba mimi nilifanya nikiwa mkuu wa mkoa, ndio nilikuwa nataka rekodi zikae sawa kwamba nilishiriki nikiwa mbunge. Unahisi kamati italeta taarifa gani hapa ndani? Maana naona umeshajua italeta taarifa fulani ambayo itasisitiza kwamba wewe ulikuwa mkuu wa mkoa wakati haukuwa mkuu wa mkoa. Hapana, sijasema italeta taarifa gani. Nasema Mheshimiwa Spika, kwa sababu
unasema amesema uongo. Ndio nasema kile kipengele ambacho unataka tena kile kipengele ambacho unasema amesema uongo. Mheshimiwa Gambo, sasa hapo tena unaleta tuhuma zinazonihusu mimi kwamba nimeingiza maneno mdomoni mwako. Maana mimi nitaitisha Hansard sasa hivi. Hapana Mheshimiwa Speaker, nasisitiza kwamba nilichokisema. Hamna kusisitiza, hebu keti chini. Kaa chini Mheshimiwa Gambo. Keti. Utaenda ukajieleze kule kwenye kamati. Habari hii inatokea jijini Arusha, inahusiana na hoteli ya kimataifa ya Parrot Hotel. Hoteli hii ina hadhi ya nyota 4 ya ukweli iliyopo Kaloleni jijini Arusha. Jengo lake ni la ghorofa lenye floor 13, vyumba 116 vya kulala vyenye hadhi tofauti. Hapa kuna executive suite, junior suite, executive, standard bedroom, double deluxe na twin bedroom. Parrot Hotel ndani yake ina migahawa miwili. Mmoja ni maalum kwa ajili ya kupata kahawa za aina zote. Sehemu ya pili ni ya kupata chakula pekee. Hapa kuna bar maalum yenye swimming pool iliyopo floor ya 3. Kuna kumbi za mikutano kubwa 2 na kumbi ndogo kwa ajili ya vikao. Katika Afrika Mashariki, Parrot Hotel kwa sasa ni hoteli ya mfano kutokana na ubora wa huduma zake.